is the voice of the bishops. Mimi ni Askofu Mkuu Anthony Muheria, Jimbo Kuu la Nyeri. Wakristo wapendwa wa Kenya na watu wa nia njema, mara kwa mara tunaona tumezingirwa na uovu mabaya ambayo yanasukumwa na wale watendaji maovu, wale walioshikwa na kutekwa nyara na tamaa za kiulimwengu, wale ambao kwa sababu ya ufisadi wanalenga tu mali na wanajaribu kwa njia zote zile kupata mali na utajiri, wale ambao wananyanyasa wenzetu, wale ambao wanatafuta tu fursa hata akiwa ni mnyonge, maskini, mgonjwa, kutafuta njia ya kuchukua ile ndogo amebakisha, ile kidogo ambaye anategemea, ili hao wenyewe wakaweza kujitajirisha, hao wenyewe wanaweza kuendelea katika maisha yao, maisha ya raha, bila kufikiri na kujali kwamba hawa binadamu, ndugu na dada zao, wana haki zao, wana haki kwamba ni wenzetu, warithi wa yale mali ambayo Mungu ametujalia. Je, sisi kama Wakristo inatubidi tufanye nini katika haya maovu yanayotuzingira? Ni kunena tu? Yale tunategemea kufanya ni kulaana na kulia kwa sababu ya wale watendaji maovu? La, Mungu ametupa fursa ya kutenda mema na hata kuweza kuongeza wema katika ulimwengu, na kwa njia na matendo yetu, kwa mipangilio yetu bora, hata tukaweza kushindana katika hii vita ya uovu na wema, na kumaliza uovu ambao unataka kuwatawala katika makao, mazingira, familia na kadhalika, hata katika uongozi wetu. Tukiangalia katika waraka wa Mtakatifu Paulo kwa Waefeso, anawaalika Wakristo wasiwe na hofu, na kwamba Mungu ametupa kila moja kazi ile amekuitia, wito wako wewe mwenyewe, ili uweze kuchangia kwa wema popote ulipo bila woga, kwa sababu ukitenda mema hata ingiwa ni madogo sana, yanachangia kubadili kwa ulimwengu kwa wema. Waefeso 4 kutoka kwa mstari wa 11 kuendelea. Naye Mungu alitoa wengine kuwa mitume, na wengine kuwa manabii, na wengine kuwa wainjilisti, na wengine kuwa wachungaji na waalimu, kwa kusudi la kuwakamilisha watakatifu, hata kazi ya huduma itendeke, hata mwili wa Kristo ujengwe, hata na sisi sote tutakapoufikia umoja wa imani na kumfahamu sana mwana wa Mungu, hata kuwa mtu mkamilifu, hata kufika kwenye cheo cha kimo cha utilifu wa Kristo, ili tusiwe tena watoto wachanga, tukitupwa huko na huko na kuchukuliwa na kila upepo wa elimu na hila ya watu kwa ujanja, tukizifuata njia za udanganyifu. Lakini tushike kweli katika upendo na kukua, hata tumfikie yeye katika yote, yeye aliye kichwa, Kristo. Tumezoea Wakristo wapendwa wa Kenya kutupwa huko na huko. Kwa wale wakujao wanakuja kutuuzia ukweli Gucci, ukweli usio ukweli, wanaotuuzia bidhaa ambazo ni Gucci, bidhaa ya kusema uongozi, bidhaa ya kusema maendeleo, bidhaa ya kusema kusaidika na kusaidiwa, lakini si wa kweli. Tumezoea kutupwa huku na huko. Ukweli hatujui kama. Siku hizi hatujui ni nani asema ukweli. Tumezoea kupewa ahadi ambazo hazitatimika. Mipangilio kama sasa tumeona mipangilio ya elimu katika nchi yetu. Elimu ya watoto wetu wa grade 10 imechanganyika. Hakuna yeyote ajuaye ni wapi tuaenda, ni wapi tuatoka, wanasoma nini, hawako kwa shule.
Kuna mipangilio ambao tunaelezwa ambayo haitimiki kwa sababu wale ambao wanaangalia wamepewa jukumu ya kutekeleza katika ukurugenzi huo wamechanganyikiwa, wameshikwa na tamaa zao wenyewe, hata labda hao wenyewe hawajui ni nini wafanyalo. Ndio maana sasa katika jumuiya tunachanganyikiwa, lakini tusife moyo na kuangalia tu yale mabaya yanatendwa. Lazima, na ndio tunaambiwa tuweke mizizi na tujaribu, mimi kwangu nitafanyaje, nitatendaje, nitainua mikono yangu kwa njia gani ili nimweze kumfaidi mwenzangu na nijifaidi, nijimudu mimi mwenyewe. Tupige magoti wa Kristo wa Kenya wenzangu, ili tugundue, kwa sababu ni lazima tugundue la kutenda, ni lazima tugundue la kusaidia, na ni lazima tugundue ya kuungana kama mwili wa Kristo, kama watu wa Kristo ambao wana lengo. Lengo ni gani? Lengo ni kusaidia wenzetu. Lengo si kulia tu kwa sababu umenyanyaswa, umefinyiliwa. Lengo ni kuinua kichwa na kuangalia ndugu yangu yu wapi, dada yangu yu wapi. Katika mashule yetu lazima tuende katika mikutano hii ya wazazi, ili hapo si kulia tu, si kwenda kupiga mwalimu, si kwenda kuuliza mwalimu maswali, ni kwenda kupata suluhu, kuona sasa watoto wetu wako humo, tutafanyaje, tutawasaidiaje, hata ingawa wamekosewa, kwa sababu kizazi hiki ni kile kile ambacho katika grade 7 walikaa bila masomo. Sasa ndio hawa grade 10 wamekaa hata mzima bila masomo. Tutawasaidiaje? Tuchangie kulingana na uwezo wetu, tuchangie kupanga mipangilio bora, tuchangie wapewa mawaidha wakati huu ambao wana masomo. Tuulize mwalimu atafute watu watakaokuja kuwa nao, lakini tutafute suluhu, sio kulialia bila kuweka bidii. Hiyo ndiyo changamoto yetu. Tutafute wale watakaotueleza, wazazi waweze kuelewa haya masomo yataendelea namna gani. Tutafute njia ya kutafuta yule atakayetueleza. Na ndio maana hapa katika jimbo letu la Nyeri tunaanza mipangilio ya kuzungumzia wazazi, kueleza hii CBE vile ilivyoundwa, hata ingawa iko na makosa na uchanganyiko mwingi, lakini tutafanyaje ili isije ikapoteza watoto na kizazi hiki chote. Tuwaeleze wazazi hata vile watakavyochangia, hata ingawa wanaleta watoto wajue kwamba shule wanakula, na wakila shule lazima kuwe pesa inatoka mahali, kwa sababu tukisema ni mwalimu mkuu peke yake, shule zetu zitachomeka kwa sababu hazitakuwa na pesa inayotakiwa, zitaenda broke yani. Basi tutafute njia ya kushikana katika suluhu za wale walio na dhiki, wale maskini kati yetu. Tusingojee tu zile pesa za kupewa, tusingojee ati wale watakaokuja kutupangilie hawa wazazi walio maskini na hawana watoto wa kumpeleka shule, hawana fedha. Tutafanyaje? Basi kwa umoja tushikane kama mwili wa Kristo. Mungu Mwenyezi atubariki, Baba, Mwana na Roho Mtakatifu. Amina. Msife moyo, tujipange na Mungu atakuwa nasi. Tumsifu Yesu Kristo milele na milele. Amina. Nisiwe na kiburi, kiburi cha uzima, nijue vema thamani ya utu wa mwanadamu. This is the voice of the bishops.